Sisi hatufanyi siasa za vyeo. Wazee wetu walioasisi harakati hizi hawakuwa na shida za vyeo. Vyeo walikuwa navyo. Mzee wetu Maalim si alikuwa waziri kiongozi? Sasa alitaka nini tena? Na wenzake alikuwa hakuwa waziri, alikuwa mkuu wa mkoa au alikuwa na nafasi katika serikali, alikuwa na cheo. Binafsi yangu mimi nilikuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu ndiye anayelipwa mshahara mkubwa kuliko mawaziri wote. Hamna habari hiyo? Basi ninawaambia, mwanasheria mkuu naye ni mjumbe wa baraza la mawaziri, ni mjumbe wa baraza la wawakilishi. Lakini ndani ya baraza la mawaziri, ukiachia rais na makamo wa rais, mwanasheria mkuu ndiye anayelipwa mshahara mkubwa zaidi. Na mimi niwaambie, wakati ule nilipokuwa mimi mwanasheria mkuu, sijui sasa, lakini mwanasheria mkuu akilipwa mshahara mkubwa zaidi kuliko makamu wa rais. Hiyo ndio habari. Hiyo ndio habari. Lakini lilipokuja suala la nchi, tukasema no, haiwezekani. Hii ni dhamana, hii ni amana. Hii dunia tunapita. Na kwa sababu tumeona mfano wa viongozi wetu na wazee wetu, sisi walituambia, walituhusia kwamba bora ukhalifu, bora kama ni kuiba, uibe shilingi 1000 ya mtu mmoja kuliko kuja kuiba shilingi 1 ya watu 1000. Ina hasara kweli kweli. Sijui kama mmefahamu falsafa yake, kwamba bora umuibie mtu mmoja shilingi 1000 kuliko watu 1000 kawaibia shilingi yao 1, kwa sababu jambo la watu ni dhamana kubwa, ni amana kubwa sana. Sasa leo kwa sababu wewe unataka uwe na sheria mkuu ambao pamoja na kusema yote hayo, lakini hautimii sanda yako, kwa sababu sanda si kitambaa. Sanda ni amali unazokwenda nazo akhera, ndio sanda yako, kwa sababu amali zako ndio zitakazostiri roho yako iliyotangulia kwa Mwenyezi Mungu. Kile kitambaa kinasitiri ule mwili tu unaokwenda kufukiwa. Tunafahamiana jamani?